Kwanza kabisa niwasalimie katika jina la Bwana Mungu wa majeshi, Mungu anayeweza kushinda katika yote na katika yote. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza nipo na hawa watu wanaita Maisola. Maisola anakuambia sola zenye ubora wa uhakika. Ukitaka sola zilizokuwa zina uhakika mzuri, hazina mbambamba, zinapatikana Maisola. Kwa hiyo karibuni Maisola kwa ajili ya kujipatia sola bure, sola bomba na kianzio kama bure. Karibuni. Utapata sola ambayo inayosukuma TV, inaweza kusukuma friji, kitu kama hivi. Twende kwenye point. Jana nilikuwa ninaongea kwamba kuhusu mwanadamu ameumbwa kwa ajili gani? Ni kipi kilichomfanya mwanadamu aumbwe? Yaani kwenye ulimwengu ni kitu gani kilifanya, au sababu ipi ya msingi mpaka mwanadamu aumbwe? Maana kama mitaani kuna maswali kama mfano, wewe ni nani? Unajijua wewe ni nani? Wewe ni nani? Yaani uliumbwa kwa ajili gani? Kwanza kabla ya kujua wewe ni nani, kabla ya kutaka kujua uliumbwa kwa ajili gani, kabla ya kutaka kujua wewe ni nani, kwanza ujue sababu ya wewe kuumbwa. Sawa? Sasa swali hili watu wengi waga linakuwa linawashindwa kujua ni kwa sababu gani. Tukirudi katika maandiko, Biblia pale mwanzo pale, Bwana Mungu baada ya kuumba kila kitu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Hapa tunaenda kuona sasa kazi au aim ama dhumuni la mwanadamu kuumbwa. Sawa, pale anasema tumfanye mtu kwa mfano wetu, aende akataware samaki wa majini, ndege wa angani na kila kitu. Kwa hiyo sasa jibu nimelijibu kama ifuatavyo. Mwanadamu ameumbwa kwa sababu ya kumiliki, sawa, ya uangalizi. Yaani sisi wanadamu tumeumbwa ili mradi tumiliki kila kilichokuwepo. Kwa hiyo tuna mamlaka ya kila kitu ambacho kipo kwenye ulimwengu ambacho sicho mwanadamu. Hicho kitu cha kwanza. Umeona Kwa hiyo kwanza, wewe ni nani? Mimi ni mmiliki. Mimi ni mmiliki. Na muda huo baada ya kufanya hivyo akaumbwa mwanamume kwanza. So ukiwa mwanaume jua wewe ni mmiliki, na ndio maana mwanaume unamiliki